Bwana asifiwe. Overcoming the spirit of Adonibezek. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nataka tuangalie siku ya leo, na mara nyingi huwa naona na natarajia ama natamani kuona watu wakifanyia Mungu kazi, sababu ukiangalia neno la Bwana limetupatia baka ya kile Yesu alifanya msalabani. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema through kazi ya msalaba we have been made kings and priests to the Lord. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumefanyika wafalme na tumefanyika makuhani mbele za Bwana. Lakini ni vizuri pia tunajiangalia, tunajiuliza ni wangapi wanaishi maisha hiyo ya kifalme, na ni wangapi wanaishi as a royal priesthood mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Na wacha nikwambie, shetani hastuki akisikia mtu ni mfalme. Anastuka akijua wewe ni mfalme na unaishi kama mfalme. Bwana asifiwe. Hiyo hali ya kujielewa ya kuwa mimi ni mfalme na uanze kuishi kifalme, hiyo ndio inayostua shetani. Lakini kuitwa mfalme haishtui shetani, na tutaona leo. Bwana asifiwe. Lakini nakuombea kwa jina la Yesu, you are not only a king, but you realize that you are a king and start to live a kingly life. Bwana asifiwe. Nikisoma Old Testament, jambo la kwanza, assignment ya mfalme ilikuwa kuongoza vita. Bwana asifiwe. Ukisoma unapata akina Ahab, akina Jehoshaphat, wao pamoja na Daudi na wengine ni wao walikuwa wanaongoza vita. Bwana asifiwe. Na wakati Mungu anatuita sisi ya kuwa ni wafalme hapa duniani, anataka tuongoze vita dhidi ya muovu na tumushinde. Na ndio Biblia inasema we are more than conquerors in Christ Jesus. You can't conquer if you are not fighting. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwa tuna shida sababu tuko katika vita na sababu sisi ni wafalme. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema wakati Daudi alienda akapata wana wa Israeli wakidhihakiwa na Goliathi, Biblia inasema yeye aliua Goliathi peke yake. Lakini alipoua Goliathi, hawa wanajeshi wengine wa Israeli wakakimbia, wakafuata Wafilisti wakawaua. Lakini wakati wimbo uliimbwa, haukuibiwa majeshi ya Waisraeli, iliibiwa Daudi. Every time mfalme ameenda ameshinda vita, sifa zinaendaga kwa mfalme. Bwana asifiwe. Na sisi kama kuna kitu Mungu anataka ni utukufu wetu wa kushinda vita uonekane hapa duniani. Bwana asifiwe. Lakini tunapata wengi ni wafalme, ni ngumu sana upate mfalme amejishika hivi atajihurumia. Jana nilikuwa nasikiza news na wakasema bendera zote za hii Kenya zinawekwa nusu, lakini bendera ya president iko juu, sababu inasemekana yeye uongozi wake haupo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo Mungu huwa expect hata kwa sisi. Ati wewe ni mfalme na umekaa kanisani unajihurumia tu. Nikutuma wapendwa tu maombi, wapendwa mnikumbuke kwa maombi. Wacha nikwambie, hata wakati kuna shida, still our plan of kingship should be ready. Bwana asifiwe. Leo nataka tuangalie roho ambayo niliona ilikuwa inashika wafalme. Shetani anashika watu, anawaambia I'm not rebuking your name, you are still a king. Lakini anakufanya jambo ambalo you can't function as a king. Na ninaomba kwa jina la Yesu, we shall not only be called kings, but we shall function as kings. Bwana asifiwe. Jambo la pili mfalme alikuwa anafanya ni kudecree sheria. The word of the king is law. Na ndio Yesu anatuita wafalme, na akasema tutafunga vitu hapa duniani na zitafungwa juu.
because we are kids. Bwana asifiwe. Lakini lazima unajiuliza, unajua sometimes ni vizuri unakaa na neno la Bwana, unajianalyze peke yako. Unauliza ni vitu gapi nilifunga sikafungwa. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema you shall decree a thing and it shall come to pass. How many things have you decreed as a king and it came to pass? Bwana asifiwe. Na hii principle ilikuwa ina apply mpaka kwa wafalme wale hawajui Mungu. Siku moja mfalme akasema kama hawatu hata niabudu wataabudu miungu mingine watawekwa kwa moto. Walipoabudu Mungu wa kweli, hakutakuwa, alisema sheria yangu is law. Kwanza walikuwa wanasema Medes and Persians. Ikishawekwa lazima ifuatwe, hakuna kufuta. Bwana asifiwe. Na sisi tumekuwa possession kupitia kwa kukubali kazi ya msalaba. We have been possession in the possession of kings. We should be declared things and it comes to pass. Bwana asifiwe. Kitabu cha Job kinasema tutapata watu wakiwa chini na tutawaambia wainuke na watainuka. Bwana asifiwe. Tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Bwana asifiwe. Tutapata watu wamepungazwa na mapepo na tutawafukuza. We shall rebuke devils and they shall leave. Lakini sasa tujiulize, wale wote tunajua wameokoka, how many are effectively living that right? Bwana asifiwe. Wacha tusome katika kitabu cha Judges chapter 1. I'm reading from verse 6 and verse 7. Biblia inasema, but Adonibezek prayed, and they pursued after him, and caught him, and cut off his stabs, and his great toes. And Adonibezek said, 70 kings, having their stabs and their great toes cut off, gathered their meat under my table. I have done so. God has required of me. And they brought him to Jerusalem, and there he died. That's a very sad story. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Adonibezek. Na Adonibezek, Biblia inatuambia hapa, alikuwa ameshika wafalme 70. 70 kings. Na hawa 70 kings, Biblia inasema aliwakata hii kidole kubwa na hii ya mguu. Bwana asifiwe. 70 kings in Africa, we are 54 countries kama sikosea. Kwa hivyo hao kings tungeweka in Africa, we are kingdoms, ilikuwa kubwa kuliko Afrika. Na amebaki na wengine kama 16. Kwa hivyo that is another continent, karibu nusu. Wote wanakula chini ya meza yake. Biblia inasema wanaokota. Na hakuna mahali tunaambiwa walibadilishwa majina. They were still kings, but powerless kings. How I pray in the name of Jesus that this will not be our portion in Jesus' name. We shall not be powerless, useless kings. Imagine, mfalme anakula chini ya meza ya mfalme mwingine. Bwana asifiwe. Na Biblia ukisoma katika kitabu cha Leviticus 14:28, Exodus 4:5, Exodus 29:20, utapata vile Mungu alikuwa amesema vile makuhani watatawazwa ndio wamtumikie Bwana. Na one of the conditions, Biblia inasema Musa aliambiwa awapake damu na mafuta. Bwana asifiwe. Na mahali pamoja palikuwa panapakwa ni katika masikio ya kulia na kidole kubwa ya kulia na ya mguu. Bwana asifiwe. So it meant kama mfalme hana hizi vidole hajatakasika. Bwana asifiwe. Ukisoma hata saa hiyo wale walikuwa wanaleta sadaka wakiwa wamekosea, the transgression offering. Kuhani anaambiwa akishachinja ile kondoo, ashike ile damu, ashike masikio ya kulia
na ashike hii kidole kubwa ya kulia ya mguu. So mtu angekuwa amefanya dhambi hangetakasika. So you remain a king that cannot be sanctified because of what has happened in your life. Bwana sifiwe. Na ninakuombea kwa jina la Yesu, wewe hutashikwa na roho ya Adonibezeki. Na kama vile tunaendelea utaona na Adonibezeki amenishika. I pray for restoration of your lives in Jesus name. Bwana sifiwe. Amen. Nataka tuangalie some of the lies ambazo shetani anaweza kukaa. Hata tukiwa nyumbani ya Bwana tunashuhudia tu, that we can be ineffective. Bwana sifiwe. Kidole cha kwanza ambacho shetani huwa anakata na ana replace na mapenzi yake, nimeipatia jina bitterness. Bwana sifiwe. Kuna watu wamejaa kanisani and they are full of bitterness. Sababu ya yale mambo wamepitia kimaisha, wamejaa uchungu ndani yao. Na hata kama wanaongea na bibi in the spiritual realm, they cannot be effective. Bitter people cannot change anything. Bwana sifiwe. Because the cause of everything they do comes from the root of bitterness. Bwana sifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, kama uchungu kwa maisha yako, sababu ya kile watu wamekufanya, na Bwana akuondolee uchungu katika jina la Yesu. Because you cannot be effective as a king if you are full of bitterness. Bwana sifiwe. Wacha tusome katika kitabu cha Job 21:25. Job 21:25 inasema hivi: and another dies in bitterness of soul and never eaten with pressure. Unasikia Job anatuambia kati ya wale wanakufa, kuna watu huwa wanakufa katika uchungu wa moyo. Na sababu waliingia katika uchungu wa moyo, hakuna kitu huwa kinawafurahisha katika maisha yao. Bwana sifiwe. Wacha nikwambie mpendwa, wakati umeruhusu upike kiwango ya bitterness, hakuna mema utaona. Bwana sifiwe. Sababu hakuna mti huwa unazaa matunda mawili. Atunapata mchungwa uko na machungwa na maembe the other side. Kama ni machungwa ni machungwa. Bwana sifiwe. Bitterness huwa inatoka wapi? Na bitterness ni nini? Bitterness huwa inaletwa na yale mambo tunapitia kimaisha. Watu wanakujeruhi, ukijeruhiwa, the condition ile Mungu anatupatia na tuambia forgive. Lakini wewe unakosa kuforgive. Bwana sifiwe. Usipo forgive huwa inaondoa. Unaona vile kuku huwa inalalia mayai, alafu inataka ndio vifaranga zitoke. Ukiguza hiyo mayai, hizo vifaranga huwa hazitoki. Bwana sifiwe. Na shetani huwa anapanda mbegu na watu kutufanya maovu. Hiyo ni kama mayai anawekea kuku, ukikubali izae itazaa bitterness. Lakini wakati una forgive, ni kama hiyo mayai imeguzwa, it has been paralyzed. Bwana sifiwe. Haiwezi toa vifaranga. Na wacha nikwambie mpendwa, inawezekana pengine umefika level ya bitterness or you are in the way, sababu kuna watu wamekukosea, hujawasamehe. Bwana sifiwe. Kuna watu mpaka wako na bitterness with God. Bwana sifiwe. Mtu anauliza Mungu, hiki kihappen, wewe ulikuwa wapi? Bwana sifiwe. Unasikia unahubiria, mtu anakuambia wewe pastor, usiniambie hiyo mambo, Mungu hayuko karibu hapa. Bwana sifiwe. Na wacha nikwambie, wakati unakosa kusamehea, hiyo ndio inazaanga bitterness. Unaona mtu unasema na yule siku moja nitadiru na yeye. Hiyo uchungu inaendelea kuzaana. Na ikizaana inafika hii level tunahatua na Job. Ati watu wanakufa sababu ya machungu. Na sababu ile inawafanya wakufe ni sababu kwa maisha yao hakuna mema.
Even if you try to do something good to a bitter person, hawezi ona. Bwana asifiwe. Nakwambia kwa jina la Yesu, si Bwana amesema tutakula mema ya nchi. Mema ya nchi inakuliwa na watu ambao hawaka na hawana bitterness. Katika jina la Yesu, na kuombea kwa jina la Yesu. Ni kweli walikufanyia maovu, lakini na kuombea si upate moyo wa kusamehe na kuachilia, ndio usikae kwa bitterness. Bwana asifiwe. Ndio qualify kukula yale mema ya nchi katika jina la Yesu. Wacha tuone bitterness mambo inafanya. Bitterness huwa inafanya mpaka mambo inaonekana mzuri ya kiroho. Lakini ni bitterness. Unaweza kupata mtu anatoa sadaka hapa lakini ni ya bitterness. Ameitoa amesema na moyo, hiyo sadaka nimeweka ni ya kuua maadui zake. Bwana asifiwe. Kuna watu wameenda kununua magari, lakini wameenda kununua in bitterness. Ndio wakipita waseme maadui zangu walikuwa nafikiria siendi mahali. Bwana asifiwe. Kuna watu wanafanya watu na bitterness. Mtu anahama anahamia kanyumba kazuri hapo, hivi mnafikiria ati Mungu awabariki waingie hapo. Lakini sasa amehama ndio ite marafiki zake maadui. Waone hata wakati mlifanya hivyo, nini maisha inaendelea. People can do so many things, but the root cause is bitterness. Wacha tuone ndugu mmoja alikuwa hapa katika kitabu cha Acts. Tunaweza fikiria ni roho wa Mungu alikuguza sana, lakini I thank God for Peter, sababu Peter hakumficha, alimwambia hiyo matendo yake inatoka wapi. Bwana asifiwe. Acts chapter 8 verse 23. Biblia inasema hivi: For I perceive that you are at in the gall of bitterness and the bond of iniquity. Huyu ni jamaa mwingine alikuwa anafanya vituko zake wakati wa kina Peter. Na Peter siku moja akatembea mahali akawekelea watu mikono, wakajazwa na roho. Alipoona watu wamejazwa na roho, jamaa akaona this one is more powerful than mine. Akaenda akatoa pesa atanataka auziwe hiyo kipawa. Hakuwa anauziwa ndio wafanye vizuri, hapana. He was in bitterness. Hawa jamaa wametoka wapi? Wako na nguvu kunishinda. Bwana asifiwe. Sasa wakati anaenda kwa Peter anamwambia, naona unafanya haya kutoka kwa machungu ya moyo wako. Mtu anataka kufikiria atuidu amebarikiwa, anatoa sadaka ya kipawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima hata sadaka tunazunguza, kuna sadaka zinaletako hapa. Kumbe jamaa anatoa akisema wewe ulipita wapi ukanipita. It's a sacrifice out of bitterness. Bwana asifiwe. Huyu jamaa hakuwa na ground vizuri, hata alikuwa anataka apate hiyo ndio aseme hata mimi hamjanipita, hata mimi niko na hii power. Lakini akaenda kwa mtu ako na macho ya kiroho, akamwambia I can see unapasua hiki kipawa sababu ya bitterness, sababu umeona Mungu amejihidhirisha zaidi kuliko vile ulikuwa unadanganya watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kuchunga. Unaweza kuenda kuhubiri mahali watu waseme mpendwa umetubariki sana, waanze kutoa sadaka, lakini ni sadaka za bitterness. Wanauliza Kimani alipitia wapi akafika hapo? Wangapi wamemalizwa na zile sadaka zimetolewa? Bwana asifiwe. Watu wanatoa in bitterness. Wao wanafikiria ati ni kuuzwa, wameguzwa na roho sababu wameona vile Bwana amekutumia, bali they were giving that sacrifice in bitterness. Bwana asifiwe. Hapo tumefika. Unaona kama ushawahi kutoa sadaka ya bitterness? Bwana asifiwe. Hata kuna fasting za bitterness. Unapata mtu ameenda milimani lakini ni bitterness. Vile watu wamefanya, amesema wacha niende mlimani ndio mtatambua. Sisi tunafikiria ndugu wameguzwa, anatoa sadaka ya fasting. Kumbe ni machungu. Bwana asifiwe. Na ndio siku hizi unapata kwa divine kuna jaa. Sababu unasikia wakiambiwa tutaua maadui zako. Wacha nikwambie, nani ambaye hana bitterness anaweza enda kuua adui? Bwana asifiwe. Hata saa hii ukienda kwa kanisa uongoze,
Waambie simameni tupigane na maadui, ndio utasikia vile watu wanajua kusirusha. Bitterness. People are full of bitterness. And that is why we cannot experience the move of God even in the church, because people are bitter. They want to bring others down. They are offering sacrifices, even bringing them on the altar to kill their brothers and their sisters. Kuleta biashara za wengine chini because they are bitter. Bwana asifiwe. Watu wanasemaga ngoja tutaona natumikiaga Mungu aliye hai. Kwani akina Stefano wakipigwa walikuwa wanatumikia Mungu gani? Na wanapigwa na mawe wanasema Bwana wasamehe, hawajui kile watendao. Bwana asifiwe. I pray in the name of Jesus, you shall not be caught by the trap of bitterness. In the mighty name of Jesus. Wacha nikwambie, wale watu wote wako bitter wanakula chini ya meza ya shetani. Ile makombo shetani anaangusha ndio wanakula. Because they are bitter. Bwana asifiwe. Na mtu bitter huwa hasamehei. Kuna ndugu mmoja anaitwa Absalom. Si mnajua Absalom? Sister yake alishikwa akalepiwa. Jamaa akakuwa bitter. Akajaribu kuvumilia hii kitu, akaona hii kitu haifiki. Unajua alitumia pesa yake akatengeneza bash. Tengeneza pate mzuri. Akaambia babake tuko na pate mzuri, lakini ameamua ako kajamaa leo na kamalizia. Alienda gharama, unaweza kufikiria ni ukarimu. Mpendwa, hata ukijua pate zingine, wewe fanya mahesabu, isikuwe ni pate ya bitterness. Kuna pate huwa zinaorganiziwa out of bitterness, zinapangwa vizuri. Lakini hiyo ndio imepangwa ya kumaliza mtu. Sababu kuna mtu wako na machungu. Kwa hivyo Absalomu alikuwa anaona huyo brother yake vile anakula, anasema na kinakula pesa yako. Na vile kifanya my sister leo kitaona. Bwana sikiwe. Wakati wamefanya bashi ya bitterness. Bwana sikiwe. Umepikia watu. Kuna wengine hata si kuduga kisu. Mtu ametengeneza, amepika vizuri, amealika watu. Mkikula hapo ndio unasikia ile maneno inarushwa hapo, unasema huyo ni mshahara. Huyo ni mtu amemshahara. Mtu alitoa tu pesa yake sababu ya bitterness. Akasema wacha nitengeneze kipate kizuri, niita watu wote. Nako hako ataona kwa hiyo pate. Unasikia neno limerushwa chua. Unajua hiyo ni bitterness. Lakini tuliitua pate. Bwana sikiwe. Kwa hivyo wakati unaijua pate, chunga sana isikuwe ni ya bitterness. Bwana sikiwe. Si pate zote ambazo ni za generosity, hapana. Zingine ni za bitterness. Bwana sikiwe. Kuna mtu mwingine anaitwa mnabii mzee. Alisikia kuna kijana amekuja akatumiwa na Mungu. Alipoagua na santi zake, akasikia bitterness, akasema hapana, hao kabutu lazima tukamalizie. Akakimbia akakapata, akasema nimetumwa na Mungu, nimeambiwa ukuje ule na ukuje. Sababu alishindwa, haka kijana kametokea na watu. Na ni bitterness tu. Kijana alipomaliza kukula, huyo tu mzee ndiye alimwambia umenisobee Mungu. Simba wakakuja wakakula. My brother, not all messages unasikia Mungu akitajwa zimetoka kwa Mungu. Zingine zinazaliwa na moyo wa bitterness. Bwana asifiwe. Amen. Let's go to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. I'm reading verse 6. Ephesians 4:6. Biblia inasema hivi: one God, Father of all, who is above all, and through all, and in all of us. But to everyone is given grace according to the measure of Christ. Wherefore he said, when he ascended, he led captivity captives, and he gave gifts to men. Bwana asifiwe. Hata wakati tunaona watu wakitumiwa na Bwana, tafadhali usikue. Kuna watu wanakuwa kabisa sababu wameona brada yake anatumika na Mungu. Lakini lazima ujue wakati Yesu aliinuka, kila mtu alipewa kipawa. Bwana asifiwe. Baada ya kusikia wivu na kusikia uchungu, chochea kipawa chako. Bwana asifiwe.
Watu wanamalizana mpaka kwa kanisa sababu ndugu wametumika na Bwana. Bwana asifiwe. Lakini nakuombea kwa jina la Yesu that you shall not be bitter because your brother is being raised up high, but you shall know as he ascended. In fact, unafaa kuona brother yako anatumika ama your sister, unakuwa na garanti, unasema na ni kweli, as he ascended he gave gifts. My brother has discovered the gift, I also need to discover the gift. Bwana asifiwe. Kuna watu wamekuwa prosecuted na wakamalizwa sababu ya kipawa. Bwana asifiwe. Na mimi naomba hata nikiwa pastor wenu, Mungu awatumie, hata watumie munishinde na nitafurahia. Sitasikia uchungu. I will not be bitter. Bwana asifiwe. I want to see people being used of God. Kuna watu wamemalizwa na mapastors wao sababu pastor ameona na huyo anatumika kuniliko. Lakini nakuombea kwa jina la Yesu, si utumike zaidi, ufalme wa Bwana uendelee. Katika jina la Yesu, I will be joyful as your pastor. I will not be bitter of you. Bwana asifiwe. I want to see God use men, and God does not want us to be bitter because our brothers are being raised up high. Bwana asifiwe. Hapo kwa bitterness tutamalizia na Hebrews chapter 12 verse 15. Inasema, looking diligently, lest any man fall from the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and hereby be defiled. Tunaona wakati Biblia inasema we be careful tusipotoke kwa neema na kusizalike mzizi wa uovu ndani yetu. Because wakati uovu unapatikana ndani yako, you are already defiled. And if you are defiled, even if we call you a king, you cannot be effective. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu that the root of bitterness shall not be found in you. Bwana asifiwe. Root of bitterness inakujaga wakati watu wameondoka kwa neema, na watu wakiondoka kwa neema wanaingia kwa bitterness na wanakuwa defiled. I pray in the name of Jesus, you shall not be a candidate of bitterness in Jesus name. Bwana asifiwe. Hiyo kidole ingine nimeita offense. Offense ni kukwazwa. Bwana asifiwe. Na watu wamekwazwa, na wacha nikwambie, Biblia imetabiri ya kuwa kukwazwa hakutaisha. Hebu ambia mwenzako kukwazwa hakutaisha. Bwana asifiwe. So we have to know how to live. Sababu lazima tujue as long as tuko hapa duniani watu wa kutukwaza wako, but you can make up your mind as a king na useme bibi si candidate wa kukwazwa. Bwana asifiwe. Well, let's read from the book of Matthew 18. Matthew 18. I'm reading verse 7. Biblia inasema, woe unto the world because of offenses, for it must needs be that offenses come, but woe unto the man whom offense cometh. Bwana asifiwe. Unasikia Yesu anasema offense lazima ikuje hapa duniani. Bwana asifiwe. Lazima kuwe na mambo ya kukukwaza. Inaweza tokea mahali popote. Unaweza kukwazwa na mtoto wako, ukwazwe na bibi yako, ukwazwe na bwanako, ukwazwe na pasta. Unaweza kukwazwa na mtu yoyote. Yesu anasema haina budi majaribu yanayoleta kukwaza yakuje. Haina budi. Na hana notice, it can come anytime. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema ole wake aletaye kukwazwa. Wote tusome verse 24, ndio tusome pamoja ilete nini? Matthew 24 9 to 13. 24 9 to 13.
utajua yale mambo mingi unaona duniani imetoka wapi. Matthew 24 verse 9 inasema, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Unasikia? Biblia inasema nyakati za mwisho wengi watashikwa, wengi watanenwa vibaya. Sababu ya kunenwa haya mambo yote mabaya, Biblia inasema many will be offended. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu anatabiri nyakati za mwisho, na ndizo hizi tunaishi. Ya kuwa watu wataongea mabaya, watu wataongea against you, watu wataongea mambo ambayo hayaeleweki. Kama pro nyingine tulikuwa tunakaa, watu wakaanza kusema ati sisi ni wachawi. Mambo hayaeleweki. Imagine unatumikia Mungu lakini Mungu anasema wewe ni mchawi. Bwana asifiwe. Wengi wanasema na hawa watu huwa wanaabudu shetani. Sasa unashindwa, kwani abudu hivyo tunaenda kachaji? Hivi ndivyo kuabudu shetani? Bwana asifiwe. Sasa hata mama mwingine wa hiyo ploti akakufa. Sasa mzee wake akaambiwa ati ni sisi. Kumbe ndege nyingine ilienda hapo, sijui ilitoa wapi skaya. Ikabeba ikaangusha hapo. Walipoipata pesa hiyo mama hapo, wakasema ati ni sisi. Bwana asifiwe. Mambo inaweza kukupoza. Hata huyo mzee siku moja akakonfesa akasema, mimi nilisikia kitambo huwa mnaabudu shetani, na nimekaa karibu miaka miwili na kujaga hapa kwenu kwa mlango usiku. Imagine that anakosa usikizi sababu ya kile ameambiwa kukuza. Hata anashindwa mpaka yeye anatuuliza mnaendaka saa ngapi? Sababu nakujaga hapo usiku nione mkitoka, siwaonagi mkitoka. Bwana asifiwe. Things that can offend you daily, they are coming in every direction. Bwana asifiwe. Biblia inasema sababu ya kuongewa uovu na kushikwa, kusalitiwa, wengi watakuazika. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, hata wakati maovu yanakuja usikuasike kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Because sisi ni zaidi ya washindi. Usijipunguze kiwango cha kukwazika wakati watu wanaongea kinyume kukuhusu. Mimi nashangaa na Yesu. Yesu alikuwa anakuja, analisha watu. Watu wako na njaa, anawapatia chakula. Kesho yake wanaenda na wapia, mtakula mwili wangu na damu yangu. Wanasema huyu mtu wako na mashetani, amechanganyikiwa. And the next moment wanaleta wagonjwa, Yesu anaponya. Bwana asifiwe. Wengi wamemaliza watu hata kwa madhabahu sababu pastor alikuazika. The only thing anaweza release ni curses. But I pray in the name of Jesus, sisi hatutakuwa part ya wale wanakuazika katika jina la Yesu. Wacha nikwambie, mtu amekuazika cannot make the right decisions. And that is why Biblia inasema we shall decree things and shall happen. But many are decreeing things, they are not happening. Sababu wamekuazika. Yes, they are kings, but they can change nothing. Wanakula hapo kwa meza ya shetani. Vidole zao za authority zimeondolewa. They don't have authority. Na wacha nikwambie, walipoongea kuhusu Yesu, wakasema huyu amepagawa na mapepo. Sijui huyu ni nani. Biblia inasema every time Yesu alipofundisha, walishangaa, wakauliza, who is this that is teaching with authority? Kile kanisa imekosa siku ya leo ni authority, because they have been offended. Wacha nikwambie mpendwa, when you become offended, your thumb of authority is taken away from you. You can't change anything. Ndio nasikia kwa watu wanaendaka kuombea, hata wapepo wanauliza mpaka huyu, sababu wanajua you are powerless before them. You be called a king, but you can't change us. But we are called out change us, because our God is great. Ni
ninakuombea mpendwa, hata wakati watu wanakupiga na mapigo kama hayo, si ati umepotoka kwa njia ya Yesu. Yesu aliuliza, kama wamefanyia mti mkavu namna hii na nyinyi, kama wamefanyia mkubwa namna hii na nyinyi watumishi wako watafanyiwa namna gani? Hata wakati mambo inaenda vibaya mpendwa, si kumaanisha ati Mungu amekuacha. Wachana na wao wakudhihaki, but I pray in the name of Jesus, you shall not listen to them, you shall not come to the place of offense. Sababu ukishakwazika mpendwa, wacha usikie yale anazaliwa kwa mtu akikwazika hapo naye. Many shall be offended, hiyo tumesoma 10:11 inasema, and many false prophets shall rise and they shall deceive many. Unasikia mtu akiwa offended anaonaga Mungu ako mbali, so mahali anatakaka kwenda ni kwa false prophets. Na ndio unaona siku hizi makanisa ya false prophets kuja, sababu people are offended. Bwana sifiwe. Hata ukisikiza ushuhuda hata kwa TV, mtu anatoa ushuhuda wa watu offended. Anasema nilipokuja hapo nikatoa sadaka, duka yake ikaanguka. Adui yako. That's an offended person. Testify. Na watu wanashangilia. Unajua shida, ukiwa kanisa ya watu wamejaa kukwazwa, hata utoe ushuhuda ambao huko bibiliko, wao wanashangilia, wanaosikia uko bibiliko because wote wamekwazwa. Na Biblia inasema wakati watu wanakuwa offended, watu wale wanaongezeka ni manabii wa uongo. Wakukuambia ukitoa sadaka maadui zako wote wataisha. Lakini Mungu hasemi hivyo. Mungu anasema anaandaa meza mbele ya maadui. Sasa wakiisha meza itaandaliwa wapi? Bwana sifiwe. So sometimes ni vizuri kuangalia maandiko. Yesu anasema duniani kunayo dhiki, lakini siombi utolewe kwa hiyo dhiki. Biblia inasema wewe ni zaidi ya washindi. Unashinda nini? Unashinda hiyo mambo. Bwana sifiwe. Na ndio ninakuambia people being offended, hata kutoa sacrifice watatoa, lakini si sacrifice ya kumglorify Mungu. Ni sacrifice ambayo inatoka kwa offense. Offended people. Bwana sifiwe. So false prophets, vile unaona wakiongezeka, ujue watu wamekuwa offended. Na wakati wanakuwa offended, wapendwa kwa nyumba ya Bwana, wakikuwa offended sababu bado wanajua maandiko, wanatakaka kwenda mahali Yesu anatajwa, hata kama Yesu anatumika vibaya. Bwana sifiwe. Wakati mtoto wetu alipasi, kuna bros tulikuwa tunakaa, mama mwingine anaambia my wife, twende nikupeleke kwa nabii mwingine, atakwambia watoto wako wanakufaga kwa nini. Akisema mimi siende, anasema basi wewe unajua ndio maana hutaki kwenda kwa nabii. Ni nini nilimsaidia asiende? Hakuwa offended na Mungu. Angekuwa offended again. Bwana sifiwe. Offended people wanakuwa directed whatever mahali wanataka. Na wacha nikwambie, unaonaga vile farasi inawekwa chuma hapa ya kudirect, ama dume kubwa inawekwa chuma hapa, inafungwa kamba inaenda hivi. Kale kachuma shetani anafungaga watu ndio wakufuate, ndio offense. Bwana sifiwe. No matter how strong you are, if you are offended, unapeleka kwa hivi. Bwana sifiwe. Na ukienda mahali kuna watu wako na offense, utasikia ile maushuhuda wanatoa, ile maombi wanaomba, ile mambo wanasema. Bwana sifiwe. Unasikia leo tuko na sadaka maalum ya kufunika maadui zetu. Pesa inaletwa inajaa hapa. Pesa ya watu offended. Bwana sifiwe. I pray in the name of Jesus that you shall not be offended in the mighty name of Jesus. Bwana sifiwe. Wacha tusikie nini ingine inaongezeka. Inasema 11, and many false prophets shall arise and shall deceive many. Kwa hivyo watu wakuwa offended, wanaendaga kwa false prophets, hawatambua ukweli, they are deceived. Bwana sifiwe. Inasema and because iniquity shall abound,
the love of many shall wax cold. Bwana asifiwe. Sababu sasa wameingizwa kwa huo uovu, upendo utaisha. Ndio unasikiaga wakimaliza kila mtu, upendo uliisha. Bwana asifiwe. The only think of me and only me. Yesu anatuambia tupende majirani wetu. Wao hawapandi jirani, wanarushia majirani makombora. Bwana asifiwe. The love will grow cold. Mtu ataacha kushughulikia wengine. Na ndio Biblia inasema in the end times kutainuka watu wanaojipenda, selfish men that think of themselves only, and they will deny the power of the cross. Bwana asifiwe. Siku hizi hata usikie watu wanaongea kuhusu Biblia tu. Nikimtolea Bwana, mimi nitakuwa nikiuzia Githora ikuzimu. Bwana asifiwe. Offended people. Bwana asifiwe. Unasikia mtu ameenda amemiliki gari ya wenyewe, umeishika hivi amesema nimemiliki. Huo ni upendo. Upendo umepungua. Anasema wewe enda mguu, mimi niendage na yako. Because iniquity shall abound. Bwana asifiwe. The love of many shall grow cold, but he that shall endure to the end, the same shall be saved. Biblia inasema, lakini ukisikia mahali unaambiwa endure ni mahali kuna hukumu. Umeongeleshwa vibaya, umevumilia. Watu wamejaribu kukupiga, umevumilia. Wameongea kinyume chako, umevumilia. Wamejaribu chochote, umevumilia. Biblia inasema, huyo anaye endure shall be saved. I pray in the name of Jesus, may God give you endurance. Katika jina la Yesu. Watu wetu wanadhihakiwa. Baadaye wakuwe na endurance, wanapoka sacrifice. Baba, nimeleta sacrifice mbele zako kwa sababu ya maadui zako. Mungu anasema endure and you shall be saved. Bwana asifiwe. Endure. How many are enduring? Bwana asifiwe. Na wale watumishi ambao wako na njaa, wakijua watu wamekuazika, ndio wanahubiria ile injili. False prophets. Baada ya kuambia watu temptations na mambo magumu, huwa analeta endurance. The endurance brings salvation. Bwana asifiwe. Amen, 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 amen. Hey, offense. Sijui kama tutasoma Mark. Mark chapter 4 verse 17. Mark chapter 4 verse 17. Inasema hivi, and have no root in themselves, so endure but for a time. Afterward, when affliction persists, precaution arises for the word's sake. Immediately they are offended. Nasikia wale watu, ile mbegu ilianguka kwa mwamba, ikaanza kumea. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakati affliction zilikuja, wakakuwa offended. Bwana asifiwe. Na hiyo mbegu ilikauka sababu ya offense. Na kuombea kwa jina la Yesu, upandike kwa mchanga mzuri. Even when offense comes, you shall succeed in the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, offense inakujaga kwa mtu yoyote. Lakini kile kilifanya hii mbegu ikauke ni sababu haikuwa kwa mchanga mzuri. Ile mbegu iko kwa mchanga mzuri, hata wakati mambo magumu inakuja, inavumilia na inaweza kusucceed offense. Bwana asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, kutoka siku ya leo, si upandike kwa mchanga mzuri. Kwa jina la Yesu, pandika kwa mchanga mzuri, so that you not be offended, because the moment you are offended, you become a useless king. You cannot change anything. Even in the spiritual realm, you can't change anything because you are offended. Bwana asifiwe. Na kuombea hivyo kwa jina la Yesu, usikue kama hiyo mbegu ambayo ilianguka mahali pakavu. Bwana asifiwe.
na kuombea hutakuwa kwa maisha ya ukavu katika jina la Yesu. Wacha tusome Luke 7. Luke 7 verse 23. Luke 7:23. Nasema hivi, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Bwana asifiwe. Huyo ni Yesu anaongea, na Yesu akiongea ni wakati Yohana alikuwa ametumana. Najua Yohana ndiye aliintroduce Yesu. Alipointroduce Yesu, mambo ikageuka na akawekwa korokoroni, akapitia mambo magumu. Sasa akatumana, akaita watumishi wake, akasema endeni kwa Yesu mumuulize kama bado ni yeye tulikuwa tunangojea. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo watu huo wanaokoka, wakifika katikati sababu ya mambo mazito, wanaanza kuuliza na huyu bado ni Mungu. Sasa hata John alipitia hapo, akaambia watumishi wake endeni muangalie, mumuulize kama bado ni yeye. Wakakuja kwa Yesu, wakamwambia sisi ni disciples wa John, na ametutuma tukuulize, bado wewe ni yule tu ulikuwa ukuje? Na John ndiye aliintroduce Yesu pale Jordan. Wacha nikwambie mpendwa, mambo magumu huwa yanakuja, lakini nakuombea hata magumu yakikuja, don't doubt Christ. Bwana asifiwe. Biblia inasema walipouliza hivyo, Yesu hakujibu. Yesu akaponya watu wengi, akafanya mambo makubwa, akamwambia endeni mumwambie kile mumeona. Wakati wameenda, ndio Yesu anasema hivi. Anasema kubarikiwa ni yule hata kwanza wanadini. Bwana asifiwe. Kuna mambo huwa tunapitia life, unashindwa na huyu Yesu wako wapi kabisa. Lakini nakuombea hata wakati wa uzito namna hiyo, I pray you shall not offend, because blessed, kubarikiwa ni yule asiyekuasika katika Bwana. Bwana asifiwe. Hata kama kuna kitu ulikuwa unamtegemea Bwana, ukaona kama hajakuja, hajachelewa bado. Bwana asifiwe. Sisters wa Lazarus walitumana, wakaambia Yesu kuja, brother Yesu asikufe. Sasa akakufa na kakaa siku ile ndio Yesu anakuja. Sister mmoja anaambiwa na Yesu, nimekuja mimi ni ufufuo. Anasema tunajua atafufuka nyakati za mwisho. Kwanza alimuuliza, ulikalia umekuja saa hii, ashakufa. Bwana asifiwe. People get offended because their hope has been cut down. Lakini wacha nikwambie, God knows the timing. Bwana asifiwe. Inawezekana kuna kitu umegojea kwa hapo miaka mingi, mpaka sasa hivi unaona yai Mungu hapana. Lakini I'm telling you, God still has not missed his timing. Bwana asifiwe. Unasoma Genesis, unaona mahali Mungu alianza na Ibrahimu, wanapelekana, bado anamwambia utapata mtoto, mpaka siku ile Mungu akamwambia at the appointed time. Na kuombea kwa jina la Yesu, si upate neema ya kungojea the appointed time of God. Bwana asifiwe. Unajua kuna ile time yetu na kuna the appointed. Bwana asifiwe. Kuna kile tunategemea sisi ama tunatarajia, but there is a divine appointment of God. Na hiyo ndio Sara alishindwa kungojea, akaona amezeeka, akapatia bibi yake msichana wake wa kazi, wakapata mtoto. But God still came and said that was not my time. There is my time. Asifiwe. Na kuombea kwa jina la Yesu, maybe you are waiting for something for long. I pray for Jesus that you shall not be offended. You still wait for the appointed time of God. In the name of Jesus. Kidole kingine Bose shetani anaweza kuipia. Pia. For now tutaangalia hizo tatu, hiyo ndio yetu ya mwisho. There are so many things ambazo shetani huwa anafanya watu wakue
even in the church of God, even in their rights. Wacha tusome katika Proverbs 29 verse 25. Biblia inasema hivi, the fear of man bringeth a snare, but whosoever putteth his trust in the Lord shall be saved. Bwana asifiwe. Watu wengi wamekosa kumtumikia Bwana sababu ya the fear of men. Bwana asifiwe. Sasa inabidi, sababu wanaogopa wanadamu, waendelee kukusanya nyama hapo kwa meza ya Adonibezeki ya shetani, because they fear. Mungu anawaambia move in this direction, but they fear, they can't go. Bwana asifiwe. Nilikupatia story ya mtu mwingine ako katika kitabu cha Judges. Kitabu cha Judges, Mungu anasema Deborah akatumwa, akaambiwa tumepanga kuinua jina la huyu mtu, mwambie aende vita apigane, akimaliza jina lake litajulikana. Jamaa alikuwa na uoga, akaambia Deborah, wewe sio umeleta message, kama hatuendi na wewe siendi. Deborah akamwambia Mungu alikuwa amepanga kukutengenezea jina, tutaenda na wewe, lakini ushindi utapewa wamama. Bwana asifiwe. So there are so many people wako kanisani wamekosa kuingia sehemu yao because they fear men. Na kuombea kwa jina la Yesu, you not be trapped by the trap of fearing men. Mungu anakupatia direction, anakuambia enda ufanye kitu fulani, unajiuliza, na je, nikienda watu watasema namna gani? Watu wataniona namna gani? Mpendo, wacha nikuambie, the fear of men is a trap, and you cannot be effective as a king if you fear men. Bwana sifiwe. Bwana atakwambia wekelea huyu mkono apone, useme na akikosa kupona watu watasema namna gani? Bwana sifiwe. Siku moja Saulo alienda vitani, na ilikuwa kawaida kabla wapigane lazima kuhani akatoa sadaka kwanza. Samueli akachelewa. Saulo akaangalia, akaona watu wameanza kukimbia, adui anakuja. Akaamua wacha leo nitoe sadaka. Alipotoa sadaka, Samueli alipokuja akamuuliza, "Mbona umefanya kazi si yako?" Akasema, "Niliona watu wanakimbia. Niliogopa wataniacha na nani?" Mpendwa, kuna watu saa hii wamekuwa ineffective. Ni kweli wameokoka, but they are not changing their environment because they fear men. Wanauliza watu watafikiria namna gani? Watu wataniwaza namna gani? Hiyo Bwana na kudirect, anakuambia nataka uwe unanitumikia mahali fulani. Unasema na wale wapendwa tumekaa nao miaka mingi, watanifikiria namna gani? Wacha nikuambia mpendwa, wakati unakuwa trapped na uoga, huwezi fikia your destiny. Na kuombea kwa jina la Yesu, that you overcome fear in the mighty name of Jesus. I pray in the name of Jesus, and the trap of fear haitakushika kwa jina la Yesu. Wacha tusome Psalms 46. Psalms 46. Verse 1. Biblia inasema, God is our refuge and our strength, present in time of trouble. Therefore, I will not fear, though the earth be removed, and though the mountain be carried to the midst of the sea, though the waters thereof there low, and be troubled, though the mountains shake, and the swelling of, there is a river, the stream whose shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, and she shall not be moved, and God shall help her, and that is the right eye. Bwana sifiwe.
Unasikia Daudi anasema, hasemi shida haitakuja. Anaelezea vile shida itakuja, milima itetemeshwe, kila kitu kiguzwe, kitikisike, lakini anasema I shall not fear. Bwana asifiwe. Nataka urudie hiyo verse nyuma yangu, sema I shall not fear. Troubles come, but I shall not fear. Mambo inaweza kuwa gumu, but I shall not fear, because there is a river that makes the city of God. Even in that Jesus, do not fear. Kuna Bwana ambaye Mungu wetu. Daudi anasema hata mambo yote yakiharibika, kila kitu kitikizwe, I shall not fear, because David knows uoga ni mtego. Mpendwa, kuna watu wamejaa kwa makanisa, lakini wametegwa na shetani. They only come to church and they go home, but they cannot change the environment. Kapepo kakijitokeza, wanatafutana tu na pastor, because they cannot deal with it. Wametegwa na uoga, na kuombea kwa jina la Yesu. Kama uko hapa na uko kwa jela ya uoga, tunaivunja kwa jina la Yesu. And I pray in the name of Jesus, you shall not be trapped by fear, but you shall raise your possession as a king. Na utaweza kutorment the enemy, because you are a king. The work of the cross, kazi iliyofanyika msalabani, ili tugeuza kuwa watu wa kawaida, tukakuwa wafalme na makuhani. Kutoka siku ya leo, na kuomba na kuombea kwa jina la Yesu, ingia kwa ofisi ya kifalme, tawala kama mfalme katika jina la Yesu. Twakataa kuwa wafalme wa kutegemea mezani ya Adonibezeki. Ni nini kinaanguka tufidi nayo? Hapana, mfalme ana feed from the best. Na kuombea kwa jina la Yesu, take your possession as a king, and from today start living the best of your life. Kings enjoy the best resources. Hapo ndipo Mungu anataka tuingie, na kuombea kwa jina la Yesu ya kuwa your kingship shall not be held captive by the enemy, but you shall enjoy ofisi ya mfalme katika jina la Yesu. Nataka tusimame mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tumwambie Bwana, we want to assume back